Na kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Kampuni za kuuza nje mjini Yiwu za changamka baada ya Marekani kupunguza ushuru. Reli za safirisha abiria bilioni 1.46 kati ya Januari na Aprili mwaka huu. Na China yaimarisha usalama wa kijamii na huduma kwa watu wenye ulemavu. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Kampuni za kuuza nje mjini Yiwu nchini China zimepata uhai mpya baada ya Marekani kupunguza ushuru wa bidhaa za China. Kupunguzwa kwa ushuru kumefufua biashara ya kimataifa, huku wafanyabiashara na kampuni za vifaa wakiharakisha uzalishaji na usafirishaji wa bidhaa. Mwenzangu Simiyu Wanjala anaripoti zaidi. Taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumatatu baada ya mazungumzo ya kiuchumi na kibiashara ya ngazi ya juu kati ya China na Marekani imethibitisha kuwa nchi hizo mbili zimekubaliana kuondoa 91% ushuru, kusitisha kwa muda wa siku 90 ushuru wa 24%, huku 10% zilizobaki zikisalia. Hatua hii imeleta matumaini mapya kwa wafanyabiashara wa kimataifa. Hizi nguo ni kwa ajili ya kampuni moja ya usafiri niliyowasiliana nayo hivi punde. Tulipomaliza kutengeneza sampuli hizi na kujiandaa kuweka oda, ushuru ulipanda ghafla na oda zote zikasitishwa. Lakini jana, baada ya tangazo la kupunguzwa kwa ushuru, alinipigia simu mara moja na kusema oda hiyo ya vipande 20,000 itahitajika leo usiku. Hatua hii ni baraka kwetu wazalishaji, kwa sababu sasa tunaweza kuanza tena kuuza nje bila vikwazo. Pamoja na viwanda kurejea katika uzalishaji, kampuni za usafirishaji pia zimeongeza kasi ya kupeleka bidhaa nje. Katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, mabadiliko yasiyotabirika ya sera za ushuru nchini Marekani yamesababisha athari kubwa kwa biashara zote kwenye mnyororo wa usambazaji. Kwa sasa kampuni nyingi Yiwu zimeamua kutanua masoko yao ili kupunguza utegemezi mkubwa kwenye soko moja. Ni lazima sasa tutafute masoko mengine na kuwekeza zaidi katika kukuza chapa zetu kimataifa. Kwa mfano, tumeanza kuingia kwenye masoko mapya barani Ulaya kama vile Uhispania na Uholanzi. Reli za China ziliweka rekodi mpya kwa kusafirisha abiria bilioni 1.46 kati ya Januari na Aprili mwaka huu, ongezeko la 5.9 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Ukuaji huu umechangiwa na treni za mwendo kasi, upanuzi wa njia na kuongezeka kwa utalii wa reli. Hamis Darwish ana maelezo zaidi. Kwa mujibu wa shirika la reli la China, reli za China zilisafirisha jumla ya safari za abiria bilioni 1.46 kati ya Januari hadi Aprili mwaka huu, ikiwa na ongezeko la 5.9 ikilinganishwa na mwaka jana na kuweka rekodi mpya kwa kipindi hicho. Ili kukidhi ongezeko la mahitaji ya usafiri, treni mpya za kisasa zenye uwezo wa kukimbia hadi kilomita 350 kwa saa zilianza kazi katika miezi 4 ya mwanzo, jambo lililoboresha kwa kiasi kikubwa ufanisi wa safari. Wakati huo, uwezo wa usafiri uliongezwa kwenye njia maarufu. Katika kipindi hicho, wastani wa treni za abiria 11,224 ziliendeshwa kila siku nchini kote, ikiwa na ongezeko la 7.1 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Ukuaji wa utalii wa reli pia ulichangia ongezeko hilo. Katika miezi hiyo 4, jumla ya treni za utalii 367 zilihudumu nchini kote, ikiwa na ongezeko la 23% kwa mwaka. Safari za reli za kuvuka mipaka pia ziliongezeka kwa kiasi kikubwa kati ya Januari hadi Aprili, ambapo reli zilifanya safari milioni 5.6 za wasafiri wa kigeni, ikiwa na ongezeko la 32.1 ikilinganishwa na mwaka jana. China imeimarisha usalama wa kijamii na huduma kwa watu wenye ulemavu, ikiwapa maisha yenye utulivu na fursa zaidi. Mafunzo ya kazi, vifaa vya usaidizi, elimu jumuishi na ufikiaji wa miundombinu vinaendelea kuboreshwa kote nchini humo. Tom Wanjala ana ripoti zaidi.
Katika studio moja jijini Beijing, mjasiriamali Liu Daming anaboresha vifaa vya mafunzo kwa ajili ya mpango wa mafunzo ya ufundi utakaoanza hivi karibuni. Kwa kushirikiana na shirikisho la watu wanaoishi na ulemavu la China, CDPF, timu ya Liu itatoa mafunzo ya ufundi kuhusu AI na biashara mtandaoni kwa watu wanaoishi na ulemavu katika mkoa wa uhuru wa kabila la Hui wa Ningxia, kaskazini mwa China kuanzia mwezi ujao. Liu mwenye umri wa miaka 31 alizaliwa na ugonjwa wa mifupa dhaifu. Alitunukiwa hadhi ya mfano wa kujitegemea kitaifa na alirudi kutoka masomoni nje ya nchi mnamo mwaka wa 2019 ili kuanzisha biashara yake mwenyewe, akichochewa na hamu ya kuchangia maendeleo ya taifa lake. Kama kijana, nilitaka kurudi nyumbani wakati nilipokuwa na nguvu na ari zaidi, ili nichangie maendeleo ya taifa kama mjasiriamali na mtaalamu wa teknolojia. Liu ni mmoja wa watu milioni 85 wenye ulemavu ambao wamenufaika na juhudi zinazoendelea za kuimarisha usalama wa kijamii na huduma za msaada kwa kina. Takwimu za Desemba mwaka uliopita zinaonyesha kuwa watu wapatao milioni 11 wanaoishi na ulemavu na changamoto za kifedha walikuwa wakipokea posho za maisha, huku wengine milioni 16 wenye ulemavu wa hali ya juu wakipokea ruzuku ya uuguzi. Elimu jumuishi pia imeongezeka, ambapo zaidi ya wanafunzi 30,000 wenye ulemavu hujiunga na elimu ya juu kila mwaka. Mipango ya ukarabati kwa watoto na ruzuku ya vifaa saidizi sasa imekamilika kikamilifu. Maeneo ya kwanza kama Beijing, Shanghai na Zhejiang mashariki mwa China yameanzisha vifaa vya kisasa kama miwani ya maandishi ya AR na viungo bandia vya kisasa katika mipango yao ya ruzuku. Tunaweza kuomba vifaa vya msaada bila kutoka nyumbani. Chukua mkono huu wa bandia kwa mfano. CDPF hutoa ruzuku ya 90% ya gharama yake. Inaweza kudhibiti kila kidole kwa kutumia mfumo wa neva na misuli, na unaweza kubeba mzigo. Nikitoka kuchora nje, sihitaji tena kushikilia ubao wa kuchora kwa miguu yote miwili kama zamani. Zaidi ya familia milioni 1 zenye wanachama wanaoishi na ulemavu wa hali ya juu na changamoto za kifedha zimepata msaada kutoka serikalini. Wakati huo, uwekaji wa lebo za dawa zenye maandishi yanayosomeka na maelekezo jumuishi kwa dawa zaidi ya 1500 sasa unapatikana, na hivyo kufanya matumizi ya dawa kuwa salama na rahisi kwa watu wanaoishi na ulemavu. Vikwazo pia vimeondolewa katika sekta ya usafiri, ambapo sera kuhusu kutoa leseni kwa watu wanaoishi na ulemavu kuendesha zimeboreshwa. Mashirika 6 ya serikali yakiwemo Wizara ya Uchukuzi na CDPF yanashirikiana kuboresha barabara kuu, mifumo ya usafiri wa umma, vivuko na vituo vya vivuko ili kufanikisha upatikanaji wa huduma kwa wote. Nchini kote, vivutio vya watalii na makumbusho vinafanyiwa maboresho ya upatikanaji na maonyesho jumuishi ya ubunifu, hivyo kuwawezesha wageni wanaoishi na ulemavu kufurahia kikamilifu hazina ya utamaduni wa taifa. Hapo awali, uelewa wangu wa mabaki ya kale ulikuwa ni wa kufikirika tu. Sasa naweza kuingiliana moja kwa moja na nakala za mabaki hayo kwa msaada wa maandiko ya nukta nundu. Safari hii ya kuhisia nyingi imenifanya nijihisi kama nimerudi nyuma kwa miaka 1000. China imevutia viongozi wa biashara duniani kwa uvumbuzi wake wa hali ya juu wa AI katika warsha ya pili ya kujenga uwezo wa AI mjini Beijing. Wageni walishangazwa na roboti zenye akili, magari ya umeme ya kisasa na mfumo wa kushona mtandaoni unaounda miundo maalum kwa dakika 3. Pili Mwinyi akiwa Beijing anatueleza zaidi. Maafisa wa kimataifa na wataalamu wamevutiwa na uvumbuzi wa kipekee wa akili bandia AI wakati wa warsha ya pili ya kujenga uwezo wa AI iliyofunguliwa katika chuo kikuu cha Tsinghua mjini Beijing chini ya mwenyeji Wizara ya Mambo ya Nje ya China. Washiriki kutoka nchi 34 na mashirika ya kimataifa yakiwemo ASEAN na Umoja wa Afrika
wanahudhuria hafla hii ya siku 3. Kwenye kituo cha maonyesho na biashara cha Chungwangson Innovation Zone, wageni walishangazwa na matumizi mbalimbali ya AI, kutoka roboti zenye akili hadi magari ya umeme ya kisasa na mfumo wa mtandaoni wa kushona nguo unaotengeneza muundo maalum kwa dakika 3 tu. Wajumbe wa kigeni waliokuwa wakitembelea waliweza kurekodi uvumbuzi wa AI wa China kwenye simu zao za mkononi, wakielezea maendeleo ya kiteknolojia ya taifa hili kama yaliyopita kiwango cha kushangaza. Pia walijadiliana na wawakilishi wa makampuni mbalimbali ya China kwa ajili ya ushirikiano wa baadaye. Viongozi wa biashara wa kigeni na wajumbe walishiriki kikamilifu katika mijadala na wataalamu wa China, wakilenga kuboresha uwezo wa AI katika nchi zao. I feel very pleased about everything, about the technical knowledge, about the experience, especially the experience of China. I'm going to bring all those good news to my country. Globally is that usually the countries that know the most, they don't like to share, usually, especially in the West. But China is using a different approach, and that is very important for us because we can collaborate and we can cooperate and work together, and that we win-win situation. Na kwingineko ni kwamba uvunaji wa ngano umeanza katika mikoa ya kusini magharibi mwa China ya Sichuan, Yunnan na Guizhou, huku mamlaka za kilimo zikitarajia mavuno mazuri kutokana na usimamizi bora wa mazao na hali nzuri ya ukuaji. Nilifuatilia taarifa hiyo na nimekuandalia ripoti ifuatayo. Katika mkoa wa Sichuan, ngano ya msimu wa baridi inaripotiwa kuwa katika hali nzuri bila milipuko mikubwa ya wadudu au magonjwa. Matumizi ya teknolojia jumuishi ya uzalishaji wa juu yamechangia matarajio ya kuongezeka kwa mavuno. Takwimu za mashambani katika Yunnan na Guizhou pia zinaonyesha hali nzuri ya ukuaji wa mazao. Katika maeneo yanayolima ngano ya kusini magharibi, wataalamu wanasema idadi ya masuke imeongezeka kwa kiasi kikubwa, idadi ya punje kwa kila suke imeongezeka kidogo, na uzito wa punje umesalia kuwa thabiti, hali inayoashiria ongezeko la mavuno kwa ujumla. Kwa hali nzuri inayoripotiwa katika maeneo muhimu ya kilimo, China iko katika njia ya kupata mavuno thabiti au kuongezeka kwa ngano, huku uvunaji wa kiwango kikubwa ukitarajiwa kuanza katika wiki zijazo. Kanda ya Wang-Wei Hai inayojumuisha mikoa ya Beijing, Tianjin, Shandong, Hebei, Henan, Jiangsu na Anhui inachangia takriban 75% ya uzalishaji wote wa ngano nchini China. Katika Jiangsu, ngano ya msimu wa baridi iliyopandwa katika eneo la hekta milioni 2.4 imeingia katika hatua ya kujaza punje. Henan, ambapo eneo la upandaji linafikia hekta milioni 5.67, mamlaka zimeongeza juhudi za kudhibiti wadudu na kumwagilia ili kurefusha kipindi cha kujaza punje na kuongeza mavuno. Katika Shandong, maandalizi ya uvunaji yanaendelea, ambapo mashine 190,000 za kuvuna zimeandaliwa na mafundi zaidi ya 10,000 wamepelekwa kwa ajili ya matengenezo ya vifaa na mafunzo. Na katika sehemu yetu ya Ifahamu China leo, kama kawaida, tunaye Zakia Pong anatueleza jinsi China imefanikiwa kuunda chombo cha ardhini kisicho na dereva chenye uzito wa gramu 300 kwa ajili ya uchunguzi wa sayari ya Mars, kikionyesha uwezo wake wa kiteknolojia katika uchunguzi wa anga za mbali. Hebu tujiunge naye basi Zakia Pong. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Timu ya watafiti ya China imeunda kwa mafanikio chombo cha ardhini kisicho na dereva chenye uzito wa gramu 300, sawa na uzito wa Apple.
kinachoonyesha uwezo wa kutegemewa katika uchunguzi wa siku zijazo wa sayari ya Mars. Timu ya utafiti kutoka idara ya mambo ya anga ya taasisi ya teknolojia ya Harbin imesema chombo hicho kinaweza kupaa wakati wowote kupitia vizuizi na kina ustahimilivu wa hali ya juu na ni muhimu sana kwa uchunguzi wa kisayansi wa sayari wa Mars, kikilenga matukio maalum kama vile uchunguzi wa sayari ya Mars. Chombo hicho chenye madhumuni mawili kimeundwa kuwa chepesi, kilichoshikana, kinachoweza kupaa na kutua kwa njia rahisi na kina matumizi kidogo ya nishati. Timu hiyo imetatua mfululizo wa changamoto za kiufundi. Ofisa mmoja wa ufundi, Daktari Zhu Yiming, amesema katika ardhi chombo hicho kinaweza kuzunguka hasa kwa kuhamisha kiini chake cha mvuto. Kikiwa hewani, kinategemea jozi ya rota inayozunguka, inayodhibitiwa na injini ya uendeshaji ili kurekebisha mwelekeo wa mbele, kudhibiti msukumo wa nguvu, hatimaye kuwa kama ndege imara. Timu ya watafiti imeunda miundo mingi ya roboti za hali mbili za ardhini zenye hali tofauti, zinazosonga kwa kutembea ardhini, kupunguza matumizi ya nishati na kufikia muda wa kustahimili ndege wa zaidi ya mara 6 kuliko wa droni zenye ukubwa sawa. Kwa mujibu wa Profesa Zhang Lishen wa idara ya mambo ya anga ya taasisi ya teknolojia ya Harbin, kwa upande wa matarajio yake ya siku za usoni, China inatarajiwa kuweza kufikia uchunguzi wa sayari ya Mars kupitia chombo kisicho na dereva cha ardhini ili kuwa na ustahimilivu wa muda mrefu na muda zaidi wa uchunguzi. Lengo lao la pili ni mashine hizo ziwe zinafaa kwa ajili ya ujenzi katika maeneo mengi ya chini ya ardhi na kwa ajili ya kuchunguza nafasi zisizojulikana za chini ya ardhi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mwisho basi kabisa ni wakati wa kujifunza Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi pamoja nami ili tuweze kujifunza Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第一课，你好。 Tujifunze kuhusu namba. Je, unajua jinsi ya kuelezea namba kwa Kichina? Je, unajua jinsi ya kuandika namba hizi? Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. Tafadhali andika pamoja nami. 2 2 1 2 3 3
5 5 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 你好好老师再见再见 Sasa tutaangalia matumizi ya maneno hayo. 你 Tafadhali soma maneno hayo pamoja nami. 你好你好好好你好你好老师老师好老师好再见再见再见 Kununua vitafunwa. Mvulana na msichana walienda kununua vitafunwa kutoka kwenye tanuri la mikate. Kuna vitafunwa vizuri sana kwenye tanuri la mikate. Tafadhali chagua idadi ya vitafunwa kulingana na namba na jina la vitafunwa kama ilivyoelezwa. Anataka waffles ngapi? 3 1 2 3 Anataka mikate mingapi? 5
5 Safi sana. Tafuta maandishi ya Kichina. Sayari ya Pinyin ilipaa angani kutafuta maandishi ya Kichina. Tafadhali, tafuta herufi husika sahihi kutoka kwenye chupa kulingana na Pinyin na ueleze namba yake ya mfululizo. Kwa kuchagua jibu sahihi, herufi husika zitapaa na kurudi kwenye sayari ya Pinyin. Tafadhali soma Pinyin hiyo.你 Ipi ni sahihi? 3 6 7 老 4 5 7 好 1 7 3 10 2 3 5 在 4 5 7 见 3 5 7 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见 Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nasi. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.